بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. صدق الله العلي العظيم. Baada ya kuzungumzia alama za siku ya Kiyama za sampuli ya kwanza, yana tuliingia kuanda kuzieleza za sampuli ya pili, nazo ni zile alama ambazo zitakuwa za suhubiana na Kiyama chenyewe, na hakuna wakati kati ya zozo na siku ya Kiyama, yani kati na hizi alama na baina ya kujiri siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ametuthibitishia kwamba kila kitu katika dunia hii kina mkomo, chatembea kwa muda, kiwe ni muda wa siku, ni muda wa masaa, ni muda wa miezi, ni muda wa miaka na zaidi ya hapo. Leo kuna wanyama umri wao baina ya kuzaliwa mpaka kufa hawazidishi siku, umri wao yani wote. Kuna wanyama hawazidishi siku 2 au siku 3. Leo ukiusoma ulimwengu wa kina ndhi kama dhubab, muda mfupi sana baina ya kuzaliwa mpaka kukua mpaka kufa. Kuna ziumbe umri wake ni siku 2. Kuna ziumbe umri wake ni wiki, mwezi. Kuna zingine zitaenda kwa maelfu ya miaka, lakini zote zatembea kwenye msingi ila ajalin musamma. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia vipi utakuwa mwisho wa ulimwengu katika alama hizi. Azungumzia hali ya majabali kwanza, ndio stage ya kwanza. Azungumzia hali ya bahari katika Qur'ani. Azungumzia hali ya ardhi kwa jumla, kisha jua, mwezi na nyota zote. Kwa nini tuanze na majabali? Nafikiri wataalamu wa mambo ya ardhi na geology wamebaini kwa urefu sana yale yaliokuwa pengine hayaeleweki. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani alinena tumeyajalia majabali ni autada, sio jibala, autada. Neno autada katika lugha ya Kiarabu ni wingi wa neno la watad. Watad ni moya na autada ni nyingi. Na neno watad kwa lugha ya fupi ya Kiswahili tukitaka kuelewa tuweza kusema ni kigingi
au kizingiti. Kigingi kile kinaopijiliwa kulizivilia khaima. Wakati unapopiga khaima unatutengeza kambi, bila shaka ile khaima huwa ikipijiliwa zigingi katika ardhi, zile zipande ambazo hugongwa katika ardhi zikafungwa, zile ndio zinaozivilia ile khaima isiende na upepo na isitoke zipimoni, zile huitwa autada. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyashabihisha majabali na zigingi katika kazi yake ya kudhibiti ardhi isipeperuke wala isiende kombo wala kusitokee yale ambayo yatarajiwa kutokea pindi linapokuwa khaima umelipijilia zigingi ambazo ni dhaifu au hukulifunga kisawasawa, bali tarajia utalikuta liko hali gani. Ndio Mwenyezi Mungu anapokuja akayaita majabali kwamba ni nini? Ni autad. Sasa hii ardhi tunayoiona iko katika anga yaogelea, wa kullum fi falakin yasbahun, yatembea. Ardhi katika kutembea kwake watuambia ina nyendo mbili. Harakatul ardh katika elimu za jiografia watuambia iko sampuli mbili, kuna tawaf, kuna na dauran. Ad-daura wanakusudia ni ardhi yo wenyewe kuzunguka, yo wenyewe yazunguka, na kupitia daurani ndiyo kupatikana usiku na mtana, na ndiyo kukapatikana haya masaa 24. Ile ardhi indama taduru haula nafsiha, kama wanavyotuambia, inavyozunguka yo wenyewe. Kisha ardhi ina tawaf, kama wewe unavyotufu al-Kaaba. Tawaf ni kuzunguka kitu kingine. Dauran ni kitu Quran cho wenyewe peke yake. Sasa ardhi mbali na kwamba yo wenyewe yazunguka, kisha yarudi yalizunguka nini? Yua, ambao ni mwendo wa mwaka mzima kutoka pale nukta inapoanda mpaka pale kunaporudi, na katika mwendo wa ardhi kuzunguka ndipo kunapopatikana haya mambo yanayozungumzwa mengine. Ala kulli hal, ninapopataka mimi ni wapi? Ni ile kasi pengine sisi ndani hatutambui, wala si basi hii kwamba utaona ngaa ile miti nde hupita mbio mbio, kwamba ukizie kwenye basi au treni yatembea ikawa ngaa huku nde utaona, utaweza kukisia ile kasi ya kutembea uone na namna zile zitu namna zikupitao, sababu ni kitu kidogo basi kisha na nini na zitu ziko nde na ziko karibu na wewe. Si tuko kwenye ardhi ni kubwa sana, na katika hali ya anga fadha ni kubwa sana, lakini ile spidi inaokimbia hii ardhi si spidi ndogo. Mbali na kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipa ardhi khususia nyingine, mbali na khususia hii nitakao kuizungumza kwamba ardhi leo ina quwwatul jadhibia, ile nguvu ya gravity ambayo yazifanya zitu zisipeperuke zikatoka, kwa sababu sisi tuko katika yula uraka wa ardhi. Lakini pia kuweza leo, angalia mathalan chombo katika bahari, si utumia neno la faruma, sio? Chombo leo wewe, mbali na kwamba kina nini, lazima pangine uhubidi watu watie gunia 2-3 za nini, za mtanga. Taruma si ni yale ya kutengezea jahazi, farumu ile kutiwa mtanga yale magunia 2-3 yakawekwa katikati kwenye ile jahazi, ili katika yale mawimbi na katika kule kutembea
chombo kwa kasi, yale huwa yakiweza kucontrol kile chombo. Kwa hivyo waweza pia kiasi fulani kuyashabihisha majabali yaliyoko katika ardhi, ni mshabaha wa farumu inautiwa kwenye jahazi na namna Mwenyezi. Na hapa ndipo huja hatari hii ya mwanadamu anavyoitotoboa hii tabia. Yo mwanadamu kazi hutotoboa tu, yani huchokora tu, atakwenda kuziondosha zitu na atakwenda kudara zitu, kisha ndipo pale leo kunapotokea mambo. Angalia leo masala ya majabali yanavovundwa, majabali yanavotemuliwa, namna watu wanavoingia tu kuiharibu nature na mazingira, pijwa mitaimbo tu, ambazo zitu zingine zimewekwa ni katika kubalance hii ardhi. Angalia leo masala wanaozungumza ya al-ihtibasul harari, masala ya jua linavozidi na mivua inavozidi, ulimwengu mzima leo wapiga kelele na waketiwa mitingi kadha wa kadha, hususa kwa nchi zenye ziwanda zingi na zinazotumia patroli na nini kwa wingi, wanaposema inavyoathiri. Angalia mifuriko, tumeona hali ya joto ilikuwa hali gani inavyoendelea, na kila tukisonga mbele wasema itazidi hali ya joto. Wakati sisi kwa tukisikia tu Arabuni jua kali, husikilia mpaka 40 na ngapi, 46. Lakini sasa hivi kwetu huku yaja, tunatoka kwenye stage ya mafeni. Hali inavyoendelea baada ya miaka 2, 3, 4, tutatoka kwenye stage ya mafeni. Hata sisi huku kwetu halifanyi kazi tena hili, tutaingia katika mahali condition hizi zitakuwa ni dharura. Kama leo Waarabu wanavyoishi hawawezi, ubidi paka wakati fulani wasitoki mabarabarani, ni hatari, kwa sababu yapanda daraja, kwa sababu ya kutotoboa. Sasa haya majabali ya control hii ardhi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuzungumza alama hizi aanda na majabali kama kutoa kihasho, kwamba zitakapokudangana na sasa ulimwengu wataka kuvundwa, ulimwengu wataka kuharibiwa ili uundwe vingine, Mwenyezi Mungu utaona ameyazungumza majabali kwanza. Na katika kuyazungumza majabali siwezi kuzikusanya aya zote nizienee nazo hapa, itakuwa mambo marefu sana. Ameyazungumza kwa sampuli mbalimbali majabali. Baadhi ya ulamai wameyagawanya mpaka katika stage 5 yatapitia majabali katika kiyama. Kusisoma pamoja aya, mathalan katika suratul Muzammil, aya iliyoanza nayo Mwenyezi Mungu atuambia yauma tarjuful ardhu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Hiyo katika suratul Muzammil. Ukienda katika suratul Haqa, Mwenyezi Mungu atuambia wa humilatil ardhu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida, katika suratul Haqa. Ukienda katika suratul Tur, Mwenyezi Mungu atuambia watasirul jibalu sayra. Tukienda katika suratul Waqi'a, Mwenyezi Mungu atuambia wabussatil jibalu bassa fakanat habaan mumbatha. Tukienda katika suratul Qari'a, Mwenyezi Mungu atuambia watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya mwisho katika mifano tu nimezitagua hizi. Katika suratul Taha, Mwenyezi Mungu atuambia wayasalunaka 'anil jibal qul au faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa. Hizi ni stage za majabali. Mara Mwenyezi Mungu atuambia majabali yatakuwa ni kama poda, yani yatamumunyuliwa.
yatatamumunyuliwa, yatakuwa unga, kama unga wa ngano, kama unga wa uwanga, katika baadhi ya aya. Katika baadhi ya aya Mwenyezi Mungu atuambia majabali yatakuwa kama pamba imezoshanuliwa. Kwa pamba ile ukachanua chanua, tarajia zitakavyokuwa hutembea katika hewa katika huu msikiti hapa ndani, sio chambue ile pamba. Mwenyezi Mungu pia ayafananisha majabali yatakuwa sampuli hiyo. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia hii ardhi na majabali itapatikana na mtetemo ambao utasababisha mgongano mmoja. Mfano kama yalisoma wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida, mgongo mmoja utagonga. Katika baadhi ya aya Mwenyezi Mungu atuambia haya majabali Mwenyezi Mungu atayasumua. Nasfu ni kusumua, kama kusumua mti katika ardhi. Katika suratu Taha aulizwa mtumi, wayasalunaka anil jibal, hawakuuliza kuhusu majabali, faqul, waambie, yansifuha rabbi nasfa, Mola wangu atayasumua haya majabali. Tumenena huku majabali yamefananishwa na nini? Na autada, na zigingi zimezopijiliwa katika ardhi, zinaoweka balance na kucontrol. Sasa pale unapokisumua kile kigingi kwa nguvu, ndio Mwenyezi Mungu asema yeye atayasumua haya majabali. Sasa tukitaka kutoa picture fupi ya hizi aya zote nilizozisoma, majabali yatapita katika stage hii. Katika kiyama kwanza kutatokea mtetemeko mkubwa. Katika ardhi, na mtetemeko ule wakati utakapokuwa uko katika ardhi, bila shaka majabali ni sehemu ya ardhi, na nayo pia yatafanya nini? Yatatetemeka. Na hii ndio aya ya kwanza inayotuambia yauma tarjuful ardhu wal jibalu, siku itakapokutetemeka ardhi na majabali. Mtetemeko huu unaonekana kwa mujibu wa aya utakuwa ni mtetemeko mkubwa na mkali, kwa kiasi ambacho utasababisha mipasuko ya ardhi. Ardhi itakuwa yapasuka. Tushaona kwamba zile mitetemeko fulani inapotokea, volkano inavyotokea, ardhi inavyoatana, itasababisha kutokea mipasuko ya ardhi, na itasababisha yale majabali kusumuka. Yale majabali si ni kama zigingi, yatasumuka katika ardhi, yaondoke kwa shida ya ule mtetemeko. Yatakapokusumuka yale majabali, na tunaenda tutembee hizi katika hizi stage. Kwanza kutakuja mtetemeko wa ardhi utakuwa mkali wenye mipasuko, utasababisha mpaka majabali kusumuka katika ardhi. Majabali yale yatakapokusumuka yatakuwa yatembea kwa kasi, watasirul jibalu saira, katika aya Mwenyezi Mungu ambayo nimeisoma, iko katika sura Tur. Mwenyezi Mungu asema siku yatakapokuwa majabali henda. Taban majabali kwenda si maana yatakuwa na maguu tembea. Sairi ile anayozungumza Mwenyezi Mungu yatakuwa kwa ile mitetemeko na kusumuliwa kwa nguvu, yansifuha nasfan. Atakapokusumua kwa nguvu yale majabali yatakuwa yatembea. Katika kutembea yale majabali yataingiana, dole fadukkata dakkatan wahida, yatakuja kugongana majabali na yaonekana. Maanake mtu aweza kuuliza, ardhi wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata, itagongana vipi ardhi yoyo kwa yoyo? Sasa yaonekana yale majabali kwanza yataipukana na ardhi, yatasumuka yainuke, katika kutembea yagongane yoyo kwa yoyo, kisha yarudi yagongane yoyo na ardhi.
baada ya kuwa ni sehemu katika ardhi, kisha yakaipukana na ardhi, kisha yatarudi yagongane na ardhi. Na taban tunapozungumza baadhi ya majabali, ndugu zangu, tutazungumza kuna majabali makubwa, si masala ya jiwe, kuna majabali makubwa. Sasa migongano hii itakao kutokea itazidisha mitetemeko katika ardhi, na itayakuja baadaye itayamumunyua yale majabali, yatamumunyuka, yatakuwa unga. Ndio hii Mwenyezi Mungu yaeleza, wakanatil jibalu kathiban mahila, kama unga wa poda. Na katika ile marhala yanapotembea yu majabali, baada ya kusumuka, yakiwa hugongana, yatakuwa huvundika kama pamba inavyoshanuliwa. Ndio ile aya inayotuambia watakunul jibalu kal'ihnil manfush, yatakwenda yakivundika zipande, yakigongana, yakivundika zipande, mpaka yawe ni unga. Wabussatil jibalu bassa fakanat habaan mumbatha, kisha vumbi lile lote litarudi, ule unga wote uteremke katika ardhi. Kutulie. Kutakapokutulia hii ardhi, utafikiri imepigwa kumango, kama mtu ameweka floor, amefunga ule uzi, akaamua iwe nini, sawa ile ardhi yake. Ndio Mwenyezi Mungu hali ya mwisho, baada ya kumaliza picture hii ya majabali, akamaliza akanena, faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa. Kirudi kwa wataalamu wa lugha kuyafasiri maneno haya mawili, qa'an na safsafa, utawapata wakwambia neno qa' ni ardhi imezonyoka na ilo laini. Sema ni al-ardhul malsaa al-mustawiya. Malsaa ni kitu laini, kama kudara jiwe la manga lile linapoteleza, ndio maana almasi ile. Hata ile almasi sisi tunayokuwa almasi, neno almasi imetokana na hili neno malsaa, ni kitu kinachoteleza, itakuwa laini na itakuwa imenyoka sawa kama umezofunga uzi. Hupati tena ati kuna mlima, kuna hiao, flat. Hilo neno qa. Na neno safsafa walifasiri wanena ni al-ardhul khaliya min ayi nabat, ni ardhi iliyotupu, haina chochote wala haina mmea wowote. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia baada ya mitetemeko na majabali na yakawa unga ukirudi sasa, waifinika ardhi yote, yawa kama imezopijwa plasta, na kwa upe asimemeo hapa humuona leo kwa watano. Hakuna asili ya mti hata moya, hata kigugu kimezojitokeza. Hii ndio stage ya kwanza itakuwa imemalizika ya mitetemeko ya majabali ya kubashiri kiyama na hali itakavyokuwa ya majabali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutoka kwenye majabali asema tukio la pili litakalokufuatia sasa ni la bahari. Imeanza na majabali. Bahari mfano utakuta katika, nimetagua aya mbili kwa sababu ni maana mamoja za kariri. Aya ya kwanza iko katika suratul Infitar, aya ya pili iko katika suratul Takwir. Suratul Infitar Mwenyezi Mungu atuambia wa idhal biharu fujirat. Katika suratul Takwir Mwenyezi Mungu atuambia wa idhal biharu sujirat. Na ziko mfano wa aya hizi, utakuta mfano wal bahril masjur. Mwenyezi Mungu hapa ndio hiyo wa idhal biharu sujirat. Nini maana ya tafjir fujirat na nini maana ya tasjir sujirat? Taban tafjir imetoka na neno fajara, tafjirat milipuko, kama milipuko ya bomu.
Hata mabomu pia huamkuliwa. Utasikia fulani ameshikwa katika gari yake amesita mufajirat katika lugha ya Kiarabu, yani mada zenye sifa ya kulipuka zaitwa mufajirat. Mlipuko wenyewe waitwa nini? Infijar. Sasa Mwenyezi Mungu asema bahari italepuka, na katika aya nyingine atuambia bahari itakuwa na sujirat. Sujirat lina maana ya kuwaka moto, ambao zitu hizi ziwili zafuatana, mlipuko na moto. Toban wanazuoni wamejaribu sana kuweta kila ndia ya tafsiri kutaka kuelezea yatakuwaje maji ya wake. Sisi leo tukitaka kuzima moto ufanya nini? Kutumia maji. Sidhani kuna ndia tutaweza kuyawasha nini, kuyawasha maji ya wake. Utafanyaje? Wamejaribu kueleza zitu, lakini hizi ni siri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au elimu itakuja kutufahamisha zaidi mambo kama haya. Mathalan, mmoja katika baadhi ya wanazuoni anena haya mai ki utaalamu yampandamanishwa na ziungo zingapi? Ziwili. Ndani kuna oxygen, kuna na hydrogen kwa ziwango fulani, ambao leo kiutaalamu waweza ukayatukua haya mai ukayafanyia tahlil, kuzipeka katika unsuri zake hizi mbili, ukaitoa oxygen mbali na hydrogen mbali. Sasa wasema kuna amalia muayyana katika ile mitetemeko na katika mivuke ya mambo yatakavyokuendelea, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atayatukua haya maji, yani bahari, mito, ayahalil kwenye zile unsuraihi kwanza, tanhali kwenda kwenye oxygen na hydrogen, na baada ya hapo ndipo kutakuwa kuna uwezekano wa kutokea milipuko hiyo na moto huo utakaokuwaka. Lakini Qur'ani yatuthibitishia bahari italipuka na itakuwa ni mwisho wa kuweko mai katika ardhi. Kitu mai, toba mlipuko huu ni maana ni kuzikausha, baada ya Mwenyezi Mungu kutuondoshia majabali ambayo ni msingi wa utulivu katika ardhi hii. Ardhi ikikosa majabali haiketiki. Pili ni masala ya mai ambayo ndiyo msingi muhimu wa maisha. Leo watu wapiga hisabu wa kwenda kuketi kwenye mirikh, kwenda mwezini. Mpaka sasa wasema uwezekano wa kwenda kuishi kwanza uko kwenye iko hewa inaoweza kumfaa mwanadamu katika kuhema, yako mai. Swali la pili, sababu waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Sasa Mwenyezi Mungu ayaondosha mai katika ardhi kupitia milipuko ambayo italipuka na mai yatapotea. Sasa yatapotea kwa kuwaka, yatabadilishwa yende kwenye oxygen na hydrogen, yawashwe, yatakuwaje? Hizi ni zitu ziko katika uwezo wa Mwenyezi Mungu na utaalamu utakavyoweza kuja kuzifasiri kwa upana zaidi zitu kama hizi. Baada ya majabali na baada ya bahari na mai kwa jumla, stage ya tatu sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ni mtetemeko mwingine. Sasa ule mtetemeko wa kwanza ulikuwa ni kwa kadri ya kuyasumua tu yale majabali. Sasa ardhi ishakosa majabali, ardhi yapeperuka. Itasawari sasa maisha yako hali gani? Sasa Mwenyezi Mungu aja kueleza sasa mtetemeko mkubwa utakaokuja katika ardhi, ambao huo ndo waja kuimaliza sasa. Na huo ameuzungumza pia katika aya nyingi. Moja ni katika suratu Zalzala ambayo imeamkuliwa ni sura ya mtetemeko, ndio zilzali. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha
yauma idhin tuhaddithu akhbaraha bianna rabbaka awha laha yauma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum, mpaka mwisho wa sura. Na nyingine Mwenyezi Mungu atusifia katika suratul Waqi'a, atuambia ya ayuhan nas, enyi watu, ittaqu rabbakum, mcheni mola wenu, inna zalzalata saati shay'un adhim, mtetemeko wa siku ya kiyama si kitu kidogo mnachoweza kukifikiria katika akili zenu, ni kitu kikubwa sana. Yani kama Mwenyezi Mungu ataka kutuambia, hata nikataka kuwaelezea hamuwezi kuweta katika khatiri zenu na kusawirisha katika fikra zenu ile hali ya ukubwa wa mtetemeko huu uko namna gani, uko juu ya kuweza kufikiri kwenu. Inna zalzalata saati shay'un adhim. Lakini tukuani baadhi ya sifa tu Mwenyezi Mungu atuambia, yauma tarawnaha, siku mutakapokuona mtetemeko huo umeanda wa siku ya kiyama, basi mama ashishieo mwane wa kumzaa, kitoto humsondesha, atamtupa akimbie yeye. Sisi tunavyojua hisia za mama, hata mzazi mama mtafauti hata na baba. Hisia za mzazi kwa mwane, hususa aliye kitoto ambaye mwenyewe hukwambia hata siyamaliza utungu naye, kwaweza kutokea lolote mama akakabili yeye akamkinga nani? Kijana. Lakini Mwenyezi Mungu atuambia kibaba iko cha siku hii, mama tamtupa kijana akimbie yeye. Yani badali ya kumuhami kijana aumie yeye, atamtrosa mane aamue kuokoka yeye. Yauma tadhhalu kullu murdhi'atin amma ardha'at, siku atakaye kughafilika na kumuata kila mnyonyeshaji kile anachokinyonyesha. Dhahala ni ghafala, ni kutomshughulikia, ni kumuata, ndio maana ya dhahala. Yauma tadhhalu kullu murdhi'atin amma ardha'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, na mwenye mimba atazaa kabla ya kufika wakati wake. Mwenyezi Mungu atuambia wa tadha'u kullu hamlin, tena si mwanadamu tu, kila chenye kubeba mimba kitaizaa mimba yake, hamlaha, kabla ya kuwa umefika wakati ama haujafika, kwa kibabaiko cha mtetemeko ule. Watarannasa sukara, utawaona watu wote hupita wakigongana, hupita wakenda hoi, wakigongana huku wakigongana huku, mpaka utakuja kustaajabu, ujiulize watu wote leo wamekunwa tembo? Ushamuona mlevi ambaye amelewa na mpaka uko katika ile geji simandia wenyewe, uko katika ile 90 degrees, ambavyo kisha mwangalie kwenye utoto anavotembea, anavokwenda rama, akigonga kikuta hiki, akigonga kikuta hiki, akiteguka. Ndivyo watu watakavyokuwa, si ulevi wa tembo, ni kile kibabaiko na ile mitetemeko ya ardhi. Mwenyezi Mungu atuambia watarannasa sukara wama hum bisukara, utawaona watu ufikiri walevi, sukara mina sukur, ufikiri ni walevi. Mwenyezi Mungu akwambia la, si walevi, wama hum bisukara, wala wao si walevi. Ni nini? Walakinna adhab Allahi shadid, lakini adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali sana. Hizi ni katika sifa za kukuonesha ile taswira ya hali ya ule mtetemeko ambao Mwenyezi Mungu atuambia hamuwezi kuufikiria, wakati alipousifu akanena shay'un adhim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un adhim. Na hapa ndipo itakuwa nihayatul ardh, ni mwisho wa ardhi. Sasa jabali yashasumuliwa, bahari zimelipuka, zimewaka, ardhi yenyewe imetoa mtetemeko, imekuwa mbange mbange. Kwa hivyo
hali ya kwanza sura ya Kiyama Mwenyezi Mungu ataidestroy ardhi na watu wote watakufa. Tutakuja kuzungumza masala ya kufa haya. Baada ya kumalizwa ardhi, Mwenyezi Mungu aja kwenye jua na mwezi na nyota zitakazokufuatilia. Tumetoka kwenye majabali ndugu zangu, tumekuwa kwenye bahari, tumekuwa kwenye ardhi. Katika jua na mwezi Mwenyezi Mungu atuambia jua na mwezi zitazimika zote, tazima. Bila shaka likizimika jua, mwezi umezimika, ikiwa tutazungumza masala ya mwangaza tu kwa maana ya kuzimika, kwa sababu mwezi wa reflect nini? Mwangaza wa jua. Yule mmoja katika shairi lake la Kiarabu, sijui alikuwa msifu, alimwambia mimi, wewe ni jua na mimi ni mwezi, sio? Na mimi maisha yangu tukua kwako, mwangaza wangu hutukua kwako, na zuri ulionalo kwangu basi jua lako, sababu mimi kureflect it basi, na reflect kile ambacho basi. Mwenyezi Mungu atuambia idha shamsu kuwirat wa idha nujumun kadarat. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia wa idha alkawakibu intatharat. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia fa idha bariqa albasar wa khasafa alqamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar yaqulu al-insanu aina al-mafar yawma idhin aina al-mafar. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia fa idha an-nujumu tumisat. Sote za tuzungumzia hali ya mwezi na hali ya jua na nyota. Takwir, tuanze idha shamsu kuwirat. Tai sura yenyewe huitwa suratu takwir. Neno kuwirat limetokamana na neno takwir, na neno takwir linamaanisha maana haya katika lugha: at-tayyu, al-lafu, al-intifa, al-inkidar. Maana manne. At-tayy ni kukunda, kama kukunda jambi, kama ibisati, kwambia ikunde, ukaitatia kutoka kule mpaka ukamaliza mwisho, huitwa tayy. Na hii ndio ile Mwenyezi Mungu ameitumia sana katika siku ya Kiyama, neno la tutazikunda. Yauma natwi samaa, tutazikunda hizi. Subhanallah, mmoja katika wasomi, jina lake limenitoka, aitwa afwan kidogo, Mahmud Abbas Mahmud. Huyo ana kitabu ameandika, kitabu chenyewe alikuwa ni utruha ya PhD. Katika PhD yake anaofanya ile bahthi yake au wanaoita utruha yake, alitoa akikiita kitabu khalqu samawati wal ardi baina alqurani wal ilm, kuumbwa mbingu na ardhi kati ya sayansi na Qur'an. Kitabu kikubwa chenye kimetoka kitambo. Taban katika baadhi ya jamiati zile utruhati zikishakuletwa zikaswahihishwa zikapitishwa, zile baadhi ya vitabu zilizofaulu wale maprofesa huwa wakihusia hiki kichapishwe, sababu hichi ni kitabu kitaleta nini faida, hiki kisambazwe. Huwa wakikibariki na wakisisitiza katika kitabu ambacho walikibariki na wakakisisitiza kichapishwe na kisambazwe. Kitabu kikubwa sana. Jamaa azungumza masala ya haya natwi. Mwenyezi Mungu asema yauma natwi katayyi sijili. Amezungumza masala, tazikunda hizi mbingu kama kukunda majambi, kama kukunda mafaili, kama kukunda mabuku. Na hapa Mwenyezi Mungu atuambia idha shamsu kuwirat, na maana ya takwir moja ni tayy, siku jua litakapokukundwa, laf kutatia.
utakapokukitatia kitu kama kitambara ukakitatia kukikunda. Au intifa pia ina maana ya kuzinyika, za kusema intafaa as-siraj, taa imefanya nini? Imezinyika. Inkidar ni kitu kuingia vindu, Kiswahili cha Kiamu tutanena, sababu kadar ni vindu. Vindu ni kama yale mai yamezoketi birikani siku nyingi, ukiyawata yakituama, ule uchafu wote utakwenda wapi? Utayaona mai yako safi, utasema haya mai hayana vindu, huona mpaka timi. Lakini ukitia mkono ukakoroga, ile rojo na vumbi na uchafu uliokusanyika, waweza tena kuona kilioko upande wa pili. Sasa huambiwa yale ni maun kadir, ni mai yana nini? Yana vindu, kama mto wa Tana River vile, kwa sababu ya kutangamana na ule uongo huwa yana vindu. Sasa Mwenyezi Mungu katika maana ya takwiri moja ni lile jua litafanya vindu, litafanya giza, zitakundwa. Ukija ukisoma katika mwanzo wa kuumbwa, masala ni marefu na mara nyingine sisi si nyanja zetu hizo, tunajaribu tu kuyazungumza. Ukisoma ulimwengu mwanzo wa kuumba, utamwona Mwenyezi Mungu ametumia mustalahati sampuli ya hizi basata. Sawa mpaka hapa? Utaona Mwenyezi Mungu akwambia amejalia ardhi ni nini? Bisata. Hili bisati. Kisha amerudi amenena yauma natwi samaa wal ardha, kutakuja kukundwa. Kwa hivyo zilitandikwa, zitarudi zifanye nini? Sasa huyu Mahmud katika kitabu chake amesimama na misamiati hii miwili kulingana na mujibu wa nadharia za kielimu zinavyoieleza ulimwengu ulivyoanza, ulitanduliwa vipi na ni nini maana ya kutanduliwa, na ni vipi zitu zilikuwa zishishiene kisha zikahatana. Je, maana ya kutanduliwa kunapozungumzwa pale ni pale mwanzo wanapotuambia kwamba huku nyuma hizi zitu zote zilikuwa zimeshikana, kukatokea mlipuko, kukapambanukana. Hata ardhi peke yake, hizi qarat, Afrika, sijui Asia, sijui Amerika, wasema hizi zote zilikuwa ni nini? Ni kitu kimoja, kisha baadaye zikaipukana. Na hata ukiangalia yale meno katika mepo, utaona kuna sampuli fulani ya kuja kuingiliana, kukubaliana. Kisha wanavyoiteremsha aya ya Mwenyezi Mungu anenao kwamba mbingu na ardhi zilikuwa ni ratqa fafataknahuma. Iko aya hii kwenye Qur'an, kanata ratqan fafataknahuma, zilikuwa ni kitu kimoja ziembetene, kisha tukazifanya nini? Tukazipambanua. Sasa siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu alivyozifanyia bisati ni kuzinyosha na kuzipambanua. Na marhala iliyopita ardhi, ilipotoka ardhi ilikuwa ni kama kala moto, ikaitewa mai, ikaburudika, ikawa ngumu, ikawa kadha, wazieleza katika elimu zile stage iliyopita ardhi mpaka ikawezekana ardhi kuweza watu kuishi. Masala marefu sana. Ardhi imepita stage kadhaa mpaka watu kuweza kuishi ndani, ila nyuma ilikuwa haiwezi kuishika. Kabla hata hajaumbwa Adam alikuwa haiishiki. Na kwenye Qur'ani ziko ishara hizi za kielimu ambazo zataka kutolewa na kufafanuliwa. Sasa Mwenyezi Mungu kama inavyoonekana siku ya Kiyama aurudisha ulimwengu pale pale ulipotoka. Si anena alizitandua, sasa uzifanya nini? Huzikunda. Itakuja mwisho, kwa sababu jua litazimika, mwezi utazimika, nyota zitapepetuka, zitaanguka kwenye ardhi, zote hizi zitashikana, zitakuwa kitu kimoja zote. Wa idhan nujumun kadarat. Au katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia idha alkawakibun tatharat, zitakapokupepetuka na kuanguka. Fa idha bariqa albasaru wa khasafa alqamaru wa jumia ash-shamsu wal qamar. Umeziona hizo? Siku kutakapokupiga pepe mato na jua na mwezi ukapatwa,
kisha ukatukuliwa mwezi, jua zikakusanywa mahali pamoja. Qur'ani yote yatuzungumza kuzieta zitu zote pamoja. Wajumia ash-shamsu wal qamar. Siku hiyo Mwenyezi Mungu atuambia yaqulu al-insanu yawma idhin, mkimbilie wapi? Wapi pa kukimbilia wakati atakapokuona kila mahala huwaka moto, kama mambo yalotokea 2007, sio? Jamaa nena ngao takimbilia huko sehemu za Amu, maana huko kuku havundiki guu, sio? Kuna usalama. Ikiwa kwingine huruka panga, kwingine huruka nini, huruka mitaimbo, kwingine huruka chuma, kwingine nini. Kulikuwa kuna baadhi ya maeneo Kenya yalikuwa matulivu, watu wakaamua takimbilia kule. Siku hii ambapo kwenye jua huwaka, mwezini huwaka, nyota huwaka, ardhi hali yake ni hii, mwanadamu atauliza yaqulu linsanu yawma idhin aina almafar. Nitakoma hapa kabla sijamaliza hichi kipande, sijaingia kwenye mpasuko wa mbingu na mpasuko wa hizi zitu na namna zitakavyokumalizika insha Allah taala, mpaka tuingie na baadaye kuja kutukhatimishia darasa huyo. Walhamdulillahi rabbil alamin.